Na wapenzi watazamaji wa platform show, tunaye nguli wa muziki hapa nchini ambaye anafahamika kwa jina la Jesus. Huyu ni baba yake Dogo A kwa wale ambao wa miaka ya 2000, mezaliwa kizazi cha miaka ya 2000. Baba yake Dogo A huyu hapa tunaye hapa, tutaongea naye mambo mengi ambao kuhusiana na sherehe kwanza ya Jasmine ambapo ni zaidi ya miaka 70 toka wameanza, na vile vile tutazungumzia hali ya vipaji sasa hivi hapa kwetu nchini, kwenye burudani muziki huu tutakuja kuwasiliana naye, tuongea naye. Bana, kwanza heshima yako nadhani hapa ningepiga goti. Maana kukutana na mtu kama wewe lazima upige goti. Bana, heshima yako bwana Jesus. Naam, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kweli. Kwanza nikupongezeni na nyie kuweza kujitolea kuja kutunga mkono siku kama hii. Ni kitu kikubwa sana, sababu kwanza ni maendeleo. Baada ya kuwa TV tunakuwa nazo nyingi sana. Zamani ilikuwa tunategemea TV moja ya taifa, lakini sasa TV zimekuwa nyingi. Kwa hiyo nikupongezeni kwa hicho. Shukrani sana. Naam. Na mbona Jesus leo katika vitu ambavyo nimevisikia hapa kwa hotuba mbalimbali ambazo zimezungumzwa, mna zaidi ya miaka 70 toka mmeanza bendi ya Jasmine. Ila kuna wale ambao tumezaliwa miaka 2000 hatufahamu chochote kuhusiana na Jasmine. Kwa maneno mafupi, unaizungumziaje Jasmine? Ndio, Jasmine ni bendi na mimi nimeikuta. Nimeikuta, lakini unajua kama dunia ndio hivyo, kuna wakubwa kuna wadogo. Mimi kuna wengi na wazidi kuijua Jasmine kulikoni wenyewe wanakuja hivi sasa. Kwa hiyo kwenye mimi na hivyo jua ni kwamba tu Jasmine kama ingekuwa ni binadamu anaweza kutembea, basi ingekuwa ni mzee. Kwa sababu nafikiria kwenye zaidi ya miaka 70 ndio miaka inaweza kuwa ya Jasmine. Lakini sisi tumekuja, tunaingia ni kizazi kipya tunaingia, na vile vile kuna wenye wanakuja nyuma yetu. Kwa kuwa ni kitu chenye kilianzishwa na wazee hapa Bujumbura, na mazumuni hasa ilikuwa kusema vijana wa Buyenzi wasende kunywa mapombe Buiza. Ndio akasema tuanzishe bendi ya muziki yenye itawafanya vijana wetu wafurahi humu. Ndio kuzaliwa kwa Jasmine. Na Jasmine imezaa bendi nyingi sana hapa Bujumbura. Ilizaa Shani, ikazaa Buta, ikazaa Wakereketo, Superstar, hivyo na zingine bado zinakuja. Ndio hivyo. Nadhani wewe ni mmoja kati ya wakongwe ambao ni kama icon ya muziki wa Burundi. Mmefanya mambo mengi na mambo makubwa ambayo mmeyafanya. Bendi ya Jasmine ni moja kati ya bendi ambayo inaheshimika sana hapa nchini. Lakini sasa hivi kwa kile ambacho tumekiona hapa ni kama kuna vitu vingi ambavyo mnavifanya ndani ya bendi. Tumeona wakina mama, tumeona watu mbalimbali wamekuja hapa, wameshiriki na nyinyi pamoja. Wewe kama moja kati ya viongozi au moja kati ya member ambao mpo kwenye bendi ya Jasmine, ukiachana masuala ya kuimba, mambo mengine gani ambayo yanafanyika ndani ya bendi? Ndani ya bendi kuna kitu kinaitwa TFC na GMC. Ni vitu viwili ambavyo vinatumikiana. Nikisema GMC ni kifupi cha neno la Jasmine Musical Club, ndio maana ya GMC. Alafu panakuja TFC. Ile T ni taarabu, ile F ni fanatic, ile C ni club. Kwa hiyo inakuwa ni GMC na TFC. Kwa hiyo TFC inakuwa ni wale wapenzi, ndio maana pako ndani taarabu fanatic club. Alafu hii taarabu fanatic club iko kwa ajili ya kuisaidia Jasmine. Maki ni mashabiki wa Jasmine wa ndani. Mashabiki wale wa ukweli, yani wenye wanaweza kuihami Jasmine kwa hali na mali. Ndio hawa wa TFC ambao leo tumefanya sherehe yao. Na kwanza ongereni sana kwa sababu hivi vitu tunavyonaga kwenye mipira, kwenye maklabu ya mpira tunaonaga kuna mashabiki alafu kuna timu. Kwa kweli mnatakiwa kupongezwa sana. Hivi vitu ni vitu ambavyo tunatakiwa hata kuigwa. Kweli, kwa sababu watu wanazoea kama fanatike inakuwa katika mambo ya mipira na nini, lakini katika muziki vile vile kunakuwa wapenzi. Kwa hiyo wapenzi wa Jasmine ndio wameweza leo kufanya sherehe yao ya wale wapenzi wa Jasmine, kuchangia chakula na kuvaa uniform kwa ajili tu ya kuinua Jasmine. Naam, tunataka tufahamu sasa
pale ambapo ulivochika kijiti cha wewe kama kuingia katika bendi ya Jasmine mpaka leo, nadhani ni miaka mingi, lakini utatupa kwa ufupi kidogo, ili kwa wale ambao hatufahamu tuweze kujua mambo gani ambayo mmepita, changamoto gani, vikwazo gani, yani na mazuri gani ambayo mmeyapitia hadi kufikia leo. Mimi niliingia Jasmine kwa ajili ya kujifunza muziki wa taarabu. Nilikutana na mwanamuziki lakini wa muziki ya Buja Flavor ya kawaida. Nikaingia ili kujifunza huyu muziki wa taarabu. Na niliwakuta pako mbele yangu palikuwa wako wakina Captain Abbas Abako. Huyo ni mtu mwenye alinipokea. Nikamkuta Mgunu Anzuruni, wakina Miss Captain ambaye aliniachia mimi gita solo. Yuko haye, yuko Kibenga hapo. Wakina Makoesha kwa marehemu, au niliwakuta kwenye Jasmine, wakina Farida, wakina Pilikazera, wakina Kidawa Kaske. Ni watu walinipokea na mimi nilikuwa ningali kijana mdogo sana. Na zama mimi naingia kwenye Jasmine walikuwa wakitangaza kwamba mtakuja kumuona mtoto anaitamba anapiga gitari. Ilikuwa ni mimi. Mimi nilikuwa napiga gitari kwa Jasmine, siwezi nikaibeba. Inabidi kwanza nikae kukiti kisha waniletee sasa gitari ndio nipige. Tena nimevaa kaptula. Yaani kwa mtoto mdogo sana kabisa. Hivyo basi wakaenda wanaacha, wengine wakafungua, mimi nikabaki na Jasmine. Kwa hiyo mimi ndio nimebeba bendera ya Jasmine hivi sasa. Ukisema Jasmine kwanza unamuona Jesus. Hivyo Kwa hiyo kutoka kijana mdogo mpaka sasa hivi mpaka kijana wa makamu, na sasa hivi unakuwa kama roho ya bendi ya Jasmine. Na nimeambiwa kwamba nimeona kuna nyimbo kadha wa kadha ambazo zimeperformiwa hapo, nimezisikia, lakini ni kama zimetungwa. Na kuna ambao unakutana labda ile vibe ya kusema wazichangamika, unakutana labda ni mpya. Sijui kama Jasmine huwa mnazalisha muziki au huwa inafanyika jaji ngoma zinakuja kupatikana au tuseme nyimbo. Jasmine nilikuta wana nyimbo zao. Nyimbo za Jasmine ambazo mimi nilikuja kujifunza. Lakini wakati waliondoka ilibidi mimi ndio nibaki nafasi ya kutunga. Na hivi sasa tunazungumza, yani nyimbo za Jasmine zenye zinazopigwa 99 ni za kwangu. Moja ndio ambayo sio ya kwangu. Hivyo shukrani sana. Na kingine ambacho tutoke kwenye bendi ya Jasmine, wewe ni mmoja kati, ni mdau mkubwa wa muziki wa kizazi hiki, naweza kusema Buja Flavor. Na tulikuona umefanya mambo makubwa, ulizalisha baadhi ya watu, tuliona ulikuwa unashirikiana nao. Vile vile mwanao tulimuona ulifanya mambo makubwa kupitia yeye mpaka leo tunamkumbuka. Sasa hivi Jesus, kuna ushiriki wako ambao sasa hivi mpaka unaufanya kupitia muziki wa Buja Flavor au umeacha kabisa? Buja Flavor sijaacha na sintoacha. Kwa sababu mimi hapa unaniona nasimama hapa, lakini ni mfanyakazi wa serikali katika bendi ya taifa. Orchestre Nationale Mucho Wera. Niko pale kama mpiga gita, mtungaji, mwimbaji. Kwa hiyo muziki Buja Flavor sijaacha. Isipokuwa niliacha karaoke. Kwa sababu karaoke niona kama inanirudisha nyuma, sababu karaoke ni muziki wa kutumikiana tu. Koffi Olomide atowe, wewe upige. Diamond atowe, wewe upige. Sasa kwa watu kama sisi, mimi ni mtu mwenye na create muziki, maana yake inabidi mimi nitunge. Sio nitungiwe afu nipige. Nikaona kumbe niachana na karaoke, nirudie huku nipige utamaduni wangu ambao ni composition zangu. Ndio maana nikawa nimeachana na karaoke, lakini Buja Flavor tunao kwa sababu niko kazini. Nikiwa kazini tunapiga Buja Flavor. Kumalizia, jibu swali la wasikilizaji au watazamaji au wafuatiliaji wa muziki kwa sasa hivi. Wanauliza na mpaka sasa hivi majibu hawajapata kuhusiana na mwanao Dogo A. Wanauliza vitu vingi sana, washaga uliza Dogo A yuko wapi, anafanya nini mpaka sasa hivi, kwa nini harudi kwenye muziki? Kuna kipindi fulani alikuja kabisa kwenye muziki, akatoa nyimbo kadhaa, baadaye tena akaondoka, mpaka sasa hivi haonekani. Hebu wajibu leo kupitia TV hii hapa, Dogo A yuko wapi, anafanya nini na kwa nini haonekani kwenye muziki mpaka sasa? Kwanza acha tumjue Dogo A ni nani. Dogo A ni mtoto wangu. Ni mtoto wa 3 katika watoto wangu. Alafu Dogo A tena ni mwanafunzi wangu, kwa sababu mimi ndio nimemzaa kwenye muziki. Licha kwanza kumzaa tumboni, nikamzaa kwenye muziki pia. Alafu tunapiga muziki hapa Bujumbura, wengi wanajua, wote wanajua wasanii wa Bujumbura, lakini tunashindana kitu hiki kimoja.
Wengi wetu tunapiga mziki Bujumbura hapa, Buja Flavor na miziki yoyote, lakini masomo ni madogo. Na mimi nikiwemo. Kwa hiyo tukaona kama Dogo ni afadhali kwanza asome. Juu kupiga mziki na masomo madogo na kupiga mziki na masomo mengi inakuwa pako tofauti. Kama una masomo madogo hata ufanye vya majao na huko mwenda wazimu. Lakini kama umesoma para kwa heshima fulani, ule anapiga mziki lakini ni msomi. Sasa Dogo tukampatia kwanza fursa asome. Na hivi sasa tunaweza tukazungumza kama Burundi nzima kuwasanii ni wawili tu wenye wana masomo makubwa. Ambao wamesoma wawili hivi sasa tunahesabu. Johnny Chris na Dogo Selma. Basi ndio ni masomo makubwa kuwasanii, lakini ndio hivyo sasa nikaona kumbe asome kwanza fuata piga muziki, kidogo yupo leo mpaka kesho na anatunga, sema tu tofauti hivi anaimba Kiingereza. Lakini masomo amemaliza, amesomea droit, kila kitu kimemalizika fresh kabisa. Anapumzika fuata kuja. Kwa hiyo sasa hivi wasikilizaji wote watazamaji wote wasema kwamba Dogo amepumzika, lakini atarudi muda si mrefu. Atarudi kabisa, atarudi hivi anapumzika, amemaliza masomo, apumzika fuata kurudi kwenye game. Hawezi kuacha ile game. Na ndio maana nilisema kwamba ukimuona au lazima upige goti kwa sababu ni mtu ambaye fanya hivi msenge kwa unaoji yani unajua ukimuona hivi anaimba tarabu, anazingatia mziki wetu wa Kiswahili, unaweza kumchukulia kawaida, lakini amemtoa miongoni mwa nguli wa Buja Flavor ambaye ni Dogo mpaka sisi wote. Nakumbuka miaka ya nyuma ilikuwa uwezi kutoa mziki kama hapajaingia solo ya Captain Jesus. Sana yani hivyo. Mimi nadhani mtu mwenye hamfahamu hawezi kujua kwamba huyu msanii wote yani kuanzia mimi mpaka wengine hauwezi kumpita wima. Yani ukimuona lazima upige magoti. Ukitaka ujue hilo siku utakutana naye, na ndio maana nimeona nisipiti wima mimi mwenyewe nije nitoe heshima zangu. Juu ukiachana na mziki ni baba yangu kweli. Umeona? Yani hii ni familia hii. Alafu sasa haya matukio yenyewe hapa ya Jasmine ni bendi ni ile bendi ya asili yani. Unaona ukichizama kama kisi alikwambia aliikuta wababu zetu ndio walikuwa wanaishikilia hiyo. Sasa na ndio maana tunatakiwa kuja tu kuisupport. Respect sana kwa. Sana mwanangu nikuja. Heshima sana. Bana hiyo wanasemaga ukizaa au ukitengeneza matunda yake ndio kama haya. Watu wanakuombea dua, watu wanakuheshimu kutokana na kile ambacho umekifanya. Tumalizie kwa kuna kitu ambacho nataka kuzungumza. Nitaka kuzungumza kwamba nimepata invitation pia ya wanamkumbuka Sosokei. Na mimi Sosokei nimetumika naye muziki mingi sana. Utasikia pale mkono wa Jesus ukwemo. Nyimbo za Sosokei wewe sikiliza tu nyingi, makina Havana manini, umesha Afrocom ni mkono wa Jesus ule. Kwa hiyo kuna vitu mle na lazima Mheshimiwa Perasi alisema kama na mimi nishiriki, watakuwa wamemfanyia ukumbusho Kugera plan. Nishapata tayari mwanangu. Na mimi nimepata hiyo, kwa kweli nitajitahidi. Bora niache mambo yote lakini niende, kwa sababu Sosokei alikuwa mtu wangu wa karibu. Wasanii wote ni wasanii wangu na ni wengi tumetumika nao. Nimetumika na Fariaz, nimetumika na Lolilo, nimetumika na Famba, zama hizo angali muimbaji. Yani nimetumika na wasanii wangu wakina Emerisan, nimetumika nao. Yani sijue tu basi wakina Slai, wakina nani. Kwa hiyo Buja Flavor na mchango wa kutosha. Labda tu mtu ajikaushe tu kunipa maua yangu ajikaushe tu, lakini Buja Flavor ukisema Jesus utaniona mimi. Na hapa Bujumbura ukisema bana msanii musicien mzuri tunaweza kumtoa mzone gani? Buyenzi. Nani? Jesus. Hiyo ni kweli kabisa. Basi ndio hiyo mnadhani haipingiki na wala hakuna mwanza kabisa hicho kitu. Ni ile tu basi wanadamu wanabana, lakini utabana aje, hawezi kukuzilia maji, atapita tu. Hiyo ndio kweli.
Tumalize sasa, tuambie ambao wanatufuatilia sasa hivi neno la mwisho, kama ni Buja Flavor unaweza kuwaambia wasanii wa sasa hivi waambie chochote, na kama ni wanamemba wa bendi ya Jasmine waambie chochote, na wale wapenzi ambao wanaipendaga Jasmine waambie chochote. Acha kwanza nianze na Buja Flavor. Kwa kweli Buja Flavor vijana wanatumika. Niwapongeze tu kwa kweli, Buja Flavor wanatumika. Umeshaona. Ila kitu kimoja tu nitaomba ni ushauri, waachane na mambo ya playback. Umeshaona. Akitoka studio ajitahidi, ili inakuwa mambo ya kujipenda. Ukitaka kula na wenzako, kwa sababu ya nini? Unapotoka studio, kuja na ule mziki, kusanya wa gitariste, wa soliste, wa pianiste, wa drummer, tumikeni ule mziki. Mtapokwenda kupiga, mpige live muziki. Haki mambo unasema mtu niko na concert alafu unakutana nyuma pako DJ. Msibisikie hivi vitu. Hivi vitu vinafanyika sana hata Tanzania, hata Ulaya, lakini sio maendeleo. Maendeleo ni kwamba mwimbaji aperform mbele, huku nyuma kila mtu na ala yake. Ndio music. Kama jinsi wa Kongomani wanafanyaga. Naomba wasanii wa Bujumbura, Buja Flavor wajitahidi. Bora ale franga ndogo, lakini hakikishe pako solo, pako baze. Hapo nasema wakati ule studio akitaka aende afanye hivyo yeye mwenyewe, ndio kawaida. Fanya studio mwenyewe, ukirudia huko mbele kupigia watu, pawe baziste, drumere, soliste, keyboardiste, mpige mziki wa kuenea. Kama Kugera Plaza vile, kama hapa Jasmine. Hivyo tunapiga mziki wa nani, lakini kusema ma DJ Shauri mzuri sana. Wajitahidi kwa ule tumikie hicho kitu. Wakimkodi kama ni 500,000, aseme basi ale moja na hizi ina agawewe wasanii wapige kitu cha kuenea. Lakini asikamate 500,000 zote ale, kisha muite DJ wao uliofanye concert. Hiyo sio concert, ni kudanganya watu. Kudanganya watu, sikia hiyo. Ni kudanganya watu, waache kudanganya watu. Unataka mtu anaenda pale ana perform pako mwingine yuko ndani. Mwingine yuko ndani kwa ana perform na yeye yuko hapa nje. Hakuna, ni kutudanganya, wasitudanganye watupigie muziki. Ndio hicho tu shauri. Shukrani sana kwa muda. Ndio na mimi nashukuru sana.